Bwana niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama kawaida yetu tumekuja kushuhudia timu yetu na imetupa mafanikio ya pointi 3 na goli 3. Kwa hiyo kwanza tunawapongeza kwa jinsi walivyotumikia, yani kujituma kuitafuta pointi 3, kwa sababu hawa Ken Gold nawapongeza sana timu yetu kwa uwezo waliouonesha, na kila mmoja mchezaji ameweza kujitoa kuhakikisha kwamba aoneshe thamani iliyosababisha kusajiliwa katika timu ya klabu ya Simba. Umezishuhudia dakika 90 za namna gani haswa kwa upande wako? Dakika 90 bora, zilikuwa zina ufundi kidogo kwa sababu Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto katika kuwafungua. Kwa hiyo ni wapongeze wachezaji kwa jinsi walivyojitihada za kuweza kuwafungua na kuweza kupata magoli 3. Ni mchezo ulikuwa mgumu kidogo, na pia tumekosa magoli mengi sana. Naamini kabisa hili ni changamoto ambayo walimu wameona, wataenda kulifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi. Naamini tutaendelea kila nafasi tunaweza kuipata kuweza kupata ushindi. Nani amekukosha leo bro? Leo kwanza nimefurahi Soa kufunga, hilo la kwanza. Pili nimefurahi sana Morris. Kanipa kitu ambacho hadi nimefurahi sana, kwa sababu kapata nafasi, kaingia na kaonesha kwamba uingiaji wake kwamba ana uwezo gani. Kwa hiyo kaonesha uwezo mkubwa kijana, na tunamuombea sana Morris kwa uwezo alioonyesha aweze kujitutumua mazoezini, kuweza kuwashawishi walimu waendelee kumpa nafasi, kwa sababu naamini ile ni zao la nchi. Kwa hiyo tunaenda kupata matunda yake zaidi na zaidi yani. Kwa namna ulivyoitazama Simba hii, ina utofauti na Simba ya kocha Fadu kwa namna gani? Kwa sababu kocha Fadu kaondoka juzi tu, nadhani baada ya kuondoka huu ndio mchezo wa kwanza kucheza. Kwa hiyo naamini kabisa kilichochezeka ni kile alichokiacha. Kwa hiyo naamini sasa hivi tutaenda na mfumo mwingine sasa, kwa sababu timu inaenda mazoezini, itakuwa na kocha mpya, atakuja na mfumo wake. Kwa hiyo tutaangalia wachezaji wataukopi vipi mfumo atakokuja nao kocha mpya. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba wachezaji wetu msimu huu tumesajili wachezaji bora, wachezaji wenye uwezo mkubwa. Naamini kabisa kila mchezaji ataonesha uwezo wake, kwa sababu naamini Simba ni kitu kikubwa sana. Sijui umeelewa? Na kila mchezaji anahitaji kucheza Simba, na naamini kila aliyosajiliwa na Simba atataka kuonesha uwezo aliokuwa nao. Kwa hiyo naamini tutapata matunda mazuri zaidi kila mchezo jinsi unavyoweza kuendelea mbele. Baada ya mchezo huu kituo kinachofuata ni hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa, isipokuwa tu mnabadilisha mashindano. Umetoka kwenye ligi kuu na kuja kwenye michuano ya kimataifa, nikiwa na maana ya CAF Champions League. Mnatarajia kitu gani hasa cha wana Simba? Mnaiona Simba yenu mnavuka kuelekea hatua inayofuata ya preliminary round, hatua ya pili? Mimi sina wasiwasi na hilo na sina shaka na hilo, kwa sababu huko Simba ndio kwake. Na siku zote mimi nasema Simba anapocheza kwenye ligi tofauti anapoenda kucheza kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kwa hiyo kule naamini hii tarehe 28 kama sikosei, tutakuja kuonesha mchezo mwingine tofauti na leo. Naamini hicho. Kila mmoja mchezaji anajua kitu gani tunachokihitaji, na kila mchezaji kishapewa mikakati ya klabu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tunaenda kufanya vitu vikubwa na tunaenda kufuzu tu, wala hakuna shida yoyote na hakuna kutuzuia kwa siku hiyo. Mchezo huu anakosekana washabiki, pengine hili mnaumia kwa kiasi gani kutokuiona Simba yenu ikiwa kwenye michuano ya kimataifa kwenye hizi hatua za awali? Tunaumia sana, kwa sababu mashabiki ni mchezaji wa 12, na tunapokuwepo, tunapojaza uwanja, tunazidi kuwapa morali wachezaji wetu. Lakini pia sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki, tumelipokea. Naamini kabisa uongozi wetu wa Simba utaweza kuweka sehemu ambayo tutaenda kukutana kwa pamoja kuweza kushangilia. Goli linafungwa kwa Mkapa, basi wachezaji wote watasikia kelele za mashabiki. Comment yoyote ambayo una comment kuhusiana na kocha pengine baada ya kocha Fadu kuondoka? Sijafurahi kuondoka kwa kweli, kwa sababu hii timu kaisajili yeye na alipewa asilimia kubwa sana katika usajili yeye. Kwa hiyo tulitegemea kwamba yeye tuweze kuwa naye aweze kutupa mafanikio ya usajili aliofanya. Lakini katika mchezo kocha kuingia na kutoka ni vitu vya kawaida ambavyo vipo kila siku. Huwezi ukakataa, kwa sababu inawezekana dau waliowekewa kule ni kubwa kuliko huku.
Kwa hiyo yeye yuko kwenye wakati wa kuangalia maslahi yake. Kwa hiyo huwezi kuzuia maslahi ya kocha ambaye yeye kayaona kule ni bora. Okay, kaondoka, tunatakiwa tujipange kwa sababu Simba taasisi kubwa. Ikae iangalie kocha bora, iweze kumleta, kumpa nafasi, tuweze kuendelea kula burudani. Sisi kazi yetu ni burudani tu. Zungumza na mashabiki wa Simba sasa mnakokuwa mkielekea kwenye michuano ya kimataifa. Kuna wengine nao pia tayari ambao sasa hivi wanajiuliza ni wapi pengine tunaweza kwenda kuangalia burudani ya wanalunyasi kuelekea kwenye mchuano huu wa kimataifa. Mimi naamini kabisa mashabiki wote tujaribu kukaa kumsikiliza msemaji wetu, sauti ya msemaji wetu Ahmed Ali. Naamini atakuja na jambo kabla ya tarehe 28 kwa sababu najua ni mzee wa kubuni kitu gani cha kufanya. Kwa hiyo sisi tuko katika kumsikiliza yeye.